Kwa hiyo watalishughulikia hili kwa wakati, na wakimrudisha hapa basi majambo yote yatakuwa sawa. Ila kwa sasa ni kuruhusuni tu kwanza muende nyumbani, alafu tutafanya mawasiliano. Achana naye mbwa tu bana. Lakini tumesema narudi. Yaani kuwa na uhakika nao kabisa. Mna uhakika? Mimi nina uhakika. Na Kiuchi sijawahi kukuangusha hata siku moja. Wewe mimi rafiki yangu. Kiuchi, usiwe na pressure. Huyo mume wangu, muamini. Yaani huyu yuko shapu kabisa. Huyu ni mume wangu. Yaani wewe muamini. Kiuchi, unanielewa? Nielewe baba yangu. Zorowe nganine Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo. Mama! Niacheni! Solondo, Solondo, Solondo. We huyu ndio nilofanikiwa kumuona. Solondo. Binti, mwanangu yuko wapi? Sijui chochote mfalme. Alinitoroka na kuelekea msituni. Sawa, mwacheni aende. Asante mkuu. Yelo. Naam. Na mchanga. Naam. Nahitaji muende kwa
Solondo ukamwambia arudi kazini haraka sana. Sawa. Mama kulita nyomfo. Odi. Karibu. Solondo. Zorowe. Nongo. Huyu Wanyundunga silila. Solondo yupo? Hayupo. Tumetumwa na mfalme. Akirudi anahitajika na mfalme haraka sana. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. We Mkuu, tumeenda kwa kina Solondo ila hatukumuona. Mmeambiwa yuko wapi? Kasema hajui alipoenda. Siambi. Hakikisha unaongoza wenzako kumtafuta Solondo aliko ili kumrudisha kwenye majukumu yake. Sawa? Ndugu yangu Abe, eti nasikia binti mfalme ametoroka alipo kwenye himaya. Ametoroka? Ndiyo, ametoka lini? Inavyosemekana ametafutiwa mwanaume kutoka kwenye himaya nyingine, ila binti mfalme yule mwanaume hajalizika naye na ndio maana ameamua kutoroka. Huenda atatoroka katika himaya yetu. Kwa nini unasema hivyo? Hapana, mimi nimesema tu. Amna. Binti mfalme, kwa nini umekataa kuolewa na kukimbia kwenye himaya, kukimbilia kwa msituni? Hapana, sihitaji kuolewa na mwanaume kutoka mbali na himaya yetu. Sasa hauoni kuwa unamvunjia heshima mfalme? Maana ugeni umetoka mbali umekufuata wewe, leo umekimbia.
baba yako namshushia hadhi yake. Solondo, siwezi kuolewa na mwanaume nisiyompenda, na pia siwezi kuolewa na mwanaume aliyokuwepo mbali na imani yangu. Nitajuaje tabia zake? Kwa hiyo kitu mimi siwezi kwa kweli, na ndio maana nimekimbia nyumbani nije nikae huko msituni. Ila ni kweli wazazi wengi huwa waangalii mioyo ya watoto zao, huwa wanaangalia heshima na maslahi juu ya utawala wao na miongozo yao ya maisha. Nimeshashuhudia ndoa nyingi sana zikipita, mabinti kama nyinyi mkilazimishwa kuolewa na watu ambao msiowapenda, ili mradi tu mzazi apate sehemu ya mali au apate heshima katika kijiji. Na wazazi wengi huwa wanafanya hivyo hivyo. Sasa binti mfalme, wewe unasema unataka kuolewa na mtu kutoka mbali na imani yake, na sheria ya kijiji chetu huwa mtoto wa kiongozi hawezi kuolewa na mtu wa kawaida, lazima ataolewa na mtoto wa kiongozi mwenzie. Hilo nao ilifikiria vipi? Solondo, mapenzi ni hisia, na kila mtu huwa anahisia na mtu ambaye anampenda. Inawezekana ukawa kiongozi lakini usimpende kiongozi mwenzio, ukampenda mtu ambaye sio kiongozi. Kwa hiyo ndo mapenzi hapo hivyo. Basi sawa, kama mapenzi ni hisia, ila kama ningekuwa ni mimi babangu ni kiongozi, ningeenda kuchagua kwenye familia, na najua mule ndo anapatikanaga mabinti wazuri kuliko hata huko ambapo tunapoishi. Na Mchanga. Naam. Mwanao sijamwachia, ila nimemwacha kama mtego ili wewe ukamuoje mwanao. Mwanangu yuko wapi? Na nahitaji uniletee taarifa zilizokuwa za ukweli. Sawa mkuu, nimelitambua hilo, nitalishughulikia. Na Mchanga. Naam. Binti yangu ninampenda sana. Binti yangu ninampenda sana. Fanya chini juu, binti yangu harudi nyumbani. Sawa, nimekuelewa. Mimi sina shida, nitalifanya hilo kwa kama kiongozi wangu. Na Mchanga. Naam. Nahitaji unipe taarifa zilizokuwa sahihi, na kama utaniletea taarifa za udanganyifu, adhabu kali itakupa na sitokuacha salama kabisa.